Mswahili anasema moyo wenye shangwe ni dawa nzuri kwa afya, na msemo huu umeshabiriana na mambo mazuri yaliyofanywa na Bohari ya Dawa MSD kwa kujali afya wa Tanzania kwa kuwapatia vifaa na dawa zitakazokuwa za bei nafuu bila kuathiri ubora wa huduma. Bwana Mavere Tukai, mkurugenzi mkuu wa Bohari ya Dawa MSD, ameeleza hayo wakati akizungumza na waandishi wa habari kuhusu mafanikio na mwelekeo wa Bohari ya Dawa katika kipindi cha miaka 4 ya serikali ya awamu ya 6 leo Machi 19, 2025. Ambacho ni muhimu zaidi ni kupata tunaita consumables au vifaa na dawa ambazo zitakuwa na bei nafuu zaidi lakini bila kuathiri ubora wa huduma. Sasa katika mpango ambao tunautekeleza sasa hivi ambao tumeuanza mwaka huu, tumeweza kupata suppliers ambao watashusha, yani ile tunaita session moja ya dialysis. Kwa wale ambao mnafahamu, unapokwenda kwa ajili ya kusafisha damu imekuwa inachukua mpaka kuanzia kati ya 1,500,000 mpaka 2,500,000. Sisi kwa gharama ambazo tumeweza kupata sasa hivi kutokana na supply ambao tunao bila kuathiri ubora, itakwenda kuwa chini ya shilingi 100,000, ambao ni mafanikio makubwa sana kwa kwetu, na bado haitaathiri ile namna ya kupata huduma. Kwa hiyo ambapo MSD sasa hapa tunakwenda kuwekeza zaidi ni kuhakikisha kwamba huu mpango tunaotekeleza hauyumbi. Maana yake ni kuwekeza kwenye mafundi, kuwekeza kwenye ile tunaita vifaa, bidhaa kupatikana muda wote, mafunzo kwa wale watumiaji, lakini vile vile kutoa zile support nyingine. Na tuna encourage sana kwamba sisi kama wananchi bado tuendelee kuenda kwenye kukatia bima wataalamu wetu, kwa sababu hata kama session imetoka 200,000 mpaka 100,000 au 90,000, bado ni hela nyingi sana kwa wiki wanafanya average ya session 3. Katika hatua nyingine, Bwana Tukai amegusia huduma ya kinywa na meno kuwa bidhaa za kinywa na meno zilizosambazwa ndani ya kipindi hiki cha miaka 4 zimegharimu takriban bilioni 9.98. Nivunia kwamba ni moja ya nchi zinaongoza kwa kusambaza au kuroll out huduma za afya ya kinywa na meno. Katika hichi kipindi kifupi, serikali imesambaza bidhaa za kinywa na meno za shilingi bilioni 9.98. Lakini sasa hizi bidhaa ni zile bidhaa nyeti tuseme au nzito. Kwa mfano tumesambaza vile viti tunaita dental chair. Ukienda kwa daktari wa meno unafahamu vile unakaa kwenye kiti ambacho kina kila kitu. Tumesambaza vile viti 647. Manake tumekava hospitali za wilaya, za mikoa na hata zahanati. Ni vituo vya afya. Kwa unaona kabisa usambazaji huu umekuja kwa sababu serikali inathamini ile kwamba bado afya ya kinywa na meno ni muhimu. Unaweza kuwa unaumwa jino lakini baadaye madhara yakaenda nje ya meno, yakaenda hata kwenye mifumo mingine ya damu. Nadhani mnafahamu. Kwa hii ni mafanikio makubwa sana. Na vile vile kuna tunaita dental x-ray. Zile x-ray za mionzi ya kupima kinywa chako kikoje. Jino limevunjika au mifupa imekaa vibaya, nayo imesambazwa 331 za thamani ya shilingi bilioni 4.07. Yote haya ni mafanikio makubwa sana kwa sababu tumesambaza kwenye dawa, mmeona mafanikio. Tumekuja kwenye vifaa tiba, mmeona ile progress ambayo serikali yetu imewekeza na sisi tunaenda. Lakini mmekuja mnaona sasa tumeenda hata kwenye afya ya kinywa na meno, napo kote gharama zinakwenda. Ukiangalia mwaka 21-22 tulikuwa tumesambaza bidhaa za meno za kama shilingi milioni 250 tu. Wakati tunaanza na mama. Tukafika mwaka 22-23 bilioni 1.9. Mwaka 23-24 bilioni 9. Mwaka 24-25 hatujamaliza mwaka wa kifedha mpaka Julai, lakini sasa tushafika bilioni 9.98. Kwa ni ile usambazaji wa vifaa vya kinywa na meno vya mwaka jana wote tumeshatimiza sasa hivi katika miezi michache. Uwekezaji unafanyika na sisi tunatekeleza. Kwa unaona kwamba ile position ya MSD kuhakikisha kwamba inatimiza wajibu wake inazidi kuboreshwa zaidi.